wa maisha. Wastahili wewe mtawala. O Bwana tunakutukuza. O Bwana tunakutukuza. O Bwana tunakuinua. O Bwana tunakuhimidi. Tunakutangaza wewe Bwana. Tunakutangaza wewe Bwana. Tunakutangaza wewe Bwana. Wala basema makanto la maboria. Wastahili wewe Bwana. Wastahili wewe Bwana. Wastahili wewe Mungu wa baraka. Wastahili wewe Mungu wa amani. Wastahili Baba. Unaweza Bwana Yesu. Unaweza. Unastahili sifa Bwana. Unastahili utukufu Bwana. Unastahili heshima Bwana. Unaweza Bwana. Fungua kinywa chako mwambie unaweza. Fungua kinywa chako mwambie unaweza Bwana. Unaweza mfalme wa amani. Unaweza wewe mtakatifu. Unaweza wewe kimbilio. Unaweza wewe tegemeo. Unaweza mfalme wa amani. Tunakupa sifa Bwana na tunakupa utukufu katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, na watu wa Mungu waseme amina. Na watu wa Mungu waseme amen. Waliokoka waseme amen. Wanaopendwa na Yesu waseme amen. Walio kanisani waseme amen. Kama umebarikiwa sema amen. Kama umebarikiwa sema amen. Sema nimebarikiwa. Amen. Naweza pata nafasi ya kuketi. Mungu akubariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo kipindi. Tumpatie Reverend makofi mazuri kwa kipindi hicho ambaye anaweza kutuongoza. Mungu akubariki na akutende mema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hata mimi 2028 kuna kitu hata mimi nitasema ni umeanza naye. Haya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maombi kinyume na roho ya kunichunga nisitoke. Tunapigana na maroho ya kukuchunga usitoke kwa magonjwa, usitoke kwa shida, usitoke kwa hali ambayo si nzuri. Na jambo ni hili, sijui kama unajua, zipo roho za kukuchunga usitoke kwa hiyo magonjwa. Sijui kama unajua, zipo roho za kukuchunga usitoke kwa hiyo hali ambayo uko. Kuna watu mmejaribu sana kutoka kwa madeni, imekuwa vigumu, maana hali yako si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kuna watu wameweka bidii yao yote watoke katika hali ambayo si nzuri.
lakini vivyo hivyo ndivyo imekuwa vigumu kwa wewe kutoka kwa hiyo hali. Bwana alinipa ufunuo ya kwamba zipo roho huwa zinawekwa za kukuchunga usitoke kwa hiyo hali, na ndio maana tuko kwa maombi ya kuomba kupigana na hii roho ambaye inakuchunga usitoke kwa hii hali ambayo si nzuri. Magonjwa imekuwa zaidi, umetamani kutoka sana na bidii zote umeweka utoke, zote zinaangulia patupu, maana hauna ufunuo ya kujua ya kwamba katika ulimwengu wa roho zipo roho ambazo zimeachiliwa kuhakikisha hautatoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende kitabu cha Mathayo, Matthew chapter 27. Matthew chapter 27, tutasoma pale katika jina la Yesu. Tunasoma verses number 62. Mathayo 27:62. Hebu tuangalie pale, haya mambo yalianza zamani. Nakumbuka mambo mengi yaliyotendekea Yesu, alitutia moyo akituambia hata naye alipitia. Alitutia moyo akisema hata haya mambo mtayapitia. Kwa hivyo sisi, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ndiye njia. Kwa hivyo yeye ndiye njia yetu. Safari ya mbinguni tuko kwa njia ambaye ni Yesu. Na hizi njia ambazo Kristo alipita, wapendwa, tunapita. Na ndio maana utasalitiwa na watu kwa sababu alisalitiwa. Hii barabara tunapita, alisalitiwa. Bwana asifiwe. Alikanwa na walio karibu na yeye. Hii barabara ambayo tunapita, hata sisi watatukana. Alitemewa mate, hiyo barabara ndio tunapita, hata sisi tutatemewa mate. Na ya mwisho walimchunga asitoke, asifufuke, lakini Mungu alifanya muujiza. Sema amen. Kitabu ni kile cha Mathayo 27:62, nasema hata siku ya pili ndiyo ile iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Nani hawa? Wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Kumbuka hawa ni watu wa kanisani. Jina la Bwana litukuzwe. Hawa ni watu wa wapi? Hawa ni watu wa kanisani. Ishara ya kwamba hawa ni watu wa karibu. Bible inasema ya kwamba wakakusanyikia Pilato, yani wakakutana kule kwa Pilato, alafu wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja, walimuita Yesu nani? Walimuita Yesu nani? Ndio kama zako mwambie hata na wewe utaitwa mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo njia ndiyo tunapita ambaye yeye alipita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakakaa chini wakakumbuka kuna maneno ambayo Yesu alisema. Hawakusahau hiyo. Pengine walisahau mambo mengine yote, lakini hii hawakusahau. Wakasema kuna maneno tunakumbuka, ingawa wakasema yule mjanja alisema alipokuwa angali hai kabla hajakufa, baada ya siku 3 atafufuka. Hivyo ndivyo aliyosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kama mwambie, umejipatia siku ngapi? Umetabiri baada ya siku ngapi unatoka kwa shida? Umetabiri hali unayopitia inayosumbua moyo wako, umetabiri utatoka baada ya siku ngapi? Yesu alijua ya kwamba nitakufa, na kabla hajakufa alitabiria maisha yake. Alitabiri akasema nitakufa, lakini baada ya siku 3 nitanuka. Kumaanisha kwamba nitapitia shida, nitakosekana, watalia juu yangu, hawataniona, lakini hiyo hali nitakayopitia ninaitabiria itakuwa siku 3 na haitaenda zaidi. Leo
nitafufuka. Nitapitia shida siku 3, na tabiria 3 nitatoka. Nitalia siku 3, lakini ya 3 nitatoka. Nitakosa siku 3, lakini ya 3 nitatoka. Leo nimekuja kutangaza, tabiria maisha yako, tabiria maisha yako, tabiria biashara yako, tabiria kazi yako, tabiria ndoa yako. Sijui uko kwa shida gani sasa hivi, ipatie masebu na useme, baada ya mwezi 1 ninatoka, baada ya wiki 3 ninatoka. Haleluya. Alisema sitakaa siku nyingi, nimekataa. Sitadumu huko siku nyingi, siku ya 3 nitatoka. Mtu anaweza akasimama na akasema mahali imefika, natabiria madeni kwa maisha yangu, nakaa kwa kaburi ya madeni hii mwezi peke yake. Baada ya mwezi nachukua control ya madeni. Kuna mtu anafasi mama aseme, natabiria magonjwa, nimekaa kwa magonjwa sana, lakini ninaitabiria. Sijui ni siku ngapi utaipatia, lakini tabiri kutoka kwako. Kama zako mwambie tabiri kutoka kwako. Kama zako mwambie tabiri kutoka kwako. Yesu alitabiri nitatoka. Bwana asifiwe. Yesu alitabiri nitatoka. Na sisi kupatia dakika 2 utabirie vitu fulani, unatoka. Yesu alisema nitakufa siku 3, na akaprofesa nitafufuka. That was a prophecy because hiyo kitu ilikuwa itatendeka. Alitabiria ya kwamba itatendeka. Na wakuu wa mabwana na Mafarisayo wanasema wakati alikuwa hai alisema. Halo, wakati alikuwa hai alifanya nini? Alisema siku ya 3 atafufuka. Hivyo ndio tunajua. Tulisikia akisema atafufuka. Ukiweza kuambia kuna kitu maadui zako wanapaswa kusikia juu yako. Kuna kitu ambao hawakupendi wanapaswa wasikie juu yako. Ukisema nitaendelea, ninanunua gari, nitaishi vizuri, nitainuka juu. Maombi kama hii hapana, omba kimoyomoyo. Ingia kwa nyumba yako katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Ninatangaza kwa hii nyumba, ninahama naenda kwa nyumba ya ghorofa. Ninatangaza nitanunua gari. Ninatangaza wasiokupenda kuna kitu wanapaswa kusikia ukisema yako. Wale walisikia kisema atafanya nini, na wao walikuwa wanaua yeye na kumweka pale siku zote, na walikuwa ndio yatawasimama tena, lakini mwenyewe alijitabiria. Tunaweza kumwambia unaweza tabiria maisha yako. Tumwambie unaweza tabiria maisha yako. Msalimie mwambie simama utabirie maisha yako. Simama kila mmoja, simama utabirie maisha yako. Simama. Sijui unatabiri nini, sijui unapitia nini kwa sasa, sijui unafanya nini, ni nini unapitia saa hii. Nataka utabirie, uipatie period ambayo inakaa kwa maisha yako. Nasema kama Yesu angesema siku ya 3 nitafufuka, wapendwa, bado kaburini. Nilisikia Muhammad hakutabiri atatoka. Nilisikia Muhammad kabla ya kufa hakusema chochote. Ndio kama sema hakusema chochote. Na sisi Sheikh wakisema ya baba kabla ya Muhammad kufa alisema, sijasikia kitu kama hiyo. Sikusikia Elijah Msambwe akisema nitapita nitakufa na nitafufuka. Hakusema. Sikusikia Jehova Wanyonyi akisema nitakufa na nitafufuka. Hata Yesu atongari hakuna kitu anasema. Wale wote hawakusema kitu, walikwama kwa makaburi. Wale wote hawakusema kitu, walikwama kwa makaburi. Lakini Yesu alisema hakukwama kwa makaburi, hakukwama kwa kaburi, kwa sababu kabla ya kuingia kwa kaburi alisema nitakufa na nitafufuka, nitakufa na nitafufuka, nitapitia shida na
nataka utabiri your way out. Nataka utabiri kutoka kwako. Sijui uko ndani ya nini, sijui uko wapi, sijui uko ndani ya nini. Nataka ufungua kinywa chako, anza kutabiri kutoka, 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 anza kutabiri kutoka. Mama tabiri, I'm coming out, I'm coming out, I'm coming out. Within 4 days, I'm coming out. Within 3 weeks, I'm coming out. Within 1 month, I'm coming out. Somebody prophesy, prophesy. You're coming out. You're coming out. Prophesy, prophesy, prophesy. Hey, Bakasala, Shekatana Masaka, Neko Talabasaya. I'm coming out of pain. I'm coming out of pain. Within 7 days, I'm coming out of pain. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hey, Makotalaba, Shandana Masaka Talaba, Hey, Katolia Masana, Mano Katalabasaya. Hey, la Bwana na Roho Mtakatifu. Atie Yesu makofi mazuri. Kwa wale wametabiri na iwe hivyo. Kwa wale wametabiri na iwe hivyo. Kwa wale wametabiri na iwe hivyo. May you see yourself coming out. Sema amen. Tuendelee kusoma. Nasema kuna vitu wasiokupenda wanapaswa kusikia ukisema. Kuna vitu wasiokutaka wanapaswa kusikia ukisema. Bwana asifiwe. Na Mafarisayo wanasema kuna kitu tuliandika, kuna kitu tulisikia akisema 68. Basi kwa sababu ya maneno aliyosema, alisema atafufuka. Na nyinyi mnajua mpango wetu, hakuna kitu kama kufufuka. Kufufuka kunamaanisha nini? Kutoka kwa kaburi. Kufufuka kunamaanisha nini? Kwa sababu ukifufuka, kaburi unafanya nini? Unatoka. Na sisi hatuna mpango ya atoke wapi? Kaburini. Mambo ya kutoka hapo sisi hatuna. Mpango wetu ni yeye akae hapo. Ninaomba maombi ambayo tunaenda kuomba leo, ipangue mipangilio yao ya kukuzuilia kutoka kwa hiyo shida. Ipangue mipangilio yao ya kukuzuilia kutoka kwa hiyo shida unaopitia. Imekaa sana kwa maisha yako. Imekaa sana kwa njia zako. Leo ivunjike. Basi kwa sababu alisema atafufuka siku ya 3. Tunakuomba mkubwa wetu tafadhali, amuru kwamba kaburi lilindwe. Sema roho ya kulinda. Sema roho ya kuchunga. Sema roho ya kuchunga. Sema roho ya kulinda. Amuru kaburi lifanywe nini? Lilindwe, lichungwe. Kwa nini kaburi lichungwe? Kwa maana alisema atatoka. Kwa nini lichungwe? Kwa maana alisema atatoka. Na sisi hatutaki atoke. Nasema hawataki atoke kwa madeni, hawataki atoke kwa shida, hawataki atoke kwa magonjwa, hawataki atoke kwa ukosefu, hawataki atoke kwa kuomba. Wanataka uishi huko, wanataka uishi huko. Lakini Yesu alisema siku ya 3. Sema siku ya 3. Sema siku ya 3. Ninatoka kwa jina la Yesu. Na mimi natangaza kwa maombi ya leo, unatoka kwa jina la Yesu. Kwa maombi ya leo, unatoka kwa jina la Yesu. Kwa maombi ya leo, wamama mnatoka. Kwa maombi ya leo, wazee mnatoka. Kwa maombi ya leo, vijana
maji atoke hapo. Tuendelee kusoma. Amri kwamba kaburi lifanywe nini? Lilindwe salama hata siku ya tatu, wasije wakafukuzi wanafunzi wake wakamwiba. Wakafanya nini? Kwa kabisa kumwambia Yesu hapo sema nitatoka kwa kuibiwa. Ndio kabisa kumwambia Yesu hapo sema nitatoka kwa kusaidiwa kutoka. Ndio kabisa kumwambia hakuna mtu ananisaidia kutoka. Ndio kabisa kumwambia kwa maombi Yesu hakusema siku ya tatu wanafunzi watanitoa. Hapana, hiyo ni kazi ya Mungu. Yesu alisema siku ya tatu mimi natoka. Nasema kupitia maombi unatoka. Nasema kupitia maombi unatoka. Wewe ndio chapa kukutoa, ndio maana hutatoka. Yesu mpendwa aliyekuwa kule kwa birika akamfikia, alipofika kwake akaanza kuongea na Yesu, akasema kila mara malaika akishuka kutoa maji niweze kubaki na mtu aliyeka huko, nimekuja mniweke, ndio maana sijapona, nimekuja mtu aniweke, ndio maana sijaenda pale. Yesu akamwambia haukuhitaji kupatia mtu, mimi ninakuja utoke. Leo ninakuja kutangaza kuna vitu vingine havihitaji mkono ya mwanadamu, inahitaji mkono ya Mungu. Kuna vitu vingine haihitaji mkono ya mwanadamu, inahitaji mkono ya Mungu. Petero aliposhikwa hakutolewa na wanadamu, alitolewa na maombi. Ninakuja kusema maombi kuna nguvu ya kukutoa, maombi kuna nguvu ya kukutoa. Haijalishi umekaa miaka ngapi, haijalishi umekaa miaka ngapi, siku moja imetosha kutolewa na maombi. Utolewe leo, utolewe leo, utolewe leo, utolewe leo, utolewe leo kwa nguvu ya maombi. Utolewe kwa nguvu ya maombi. Utolewe kwa nguvu ya maombi. Wamama utolewe kwa nguvu ya maombi. Wamama utoke kwa nguvu ya maombi. Wazee mtoke kwa nguvu ya maombi. Familia yako itoke. Nasema utoke. Utoke kwa machozi. Utoke kwa machozi. Utoke kwa magonjwa. Utoke kwa shida. Utoke kwa madeni. Utoke kwa kunyang'anya. Utoke kwa nguvu ya maombi. Nasema utoke. Wakasema tumchunge ili wanafunzi wake wasikufe. Sihitaji mtu yoyote kunitoa pale, sihitaji kutolewa na mtu. Hii ni kazi ya Bwana. Ninaomba Mungu afanye kazi yake kwa maisha yako. Ninaomba Mungu afanye kazi kwa maisha yako. Ninaomba Mungu aanze kufanya kazi siku ya leo. Ninaomba Mungu aanze kufanya kazi siku ya leo. Ninaomba Mungu aanze kufanya kazi siku ya leo. Maana Yesu hakuhitaji watu wa mtoa. Yesu hakuhitaji wanafunzi wa mtoa. Yesu alisema nitabiri nitatoka. Yesu alisema nilisema nitatoka. Jambo moja najua ni kwamba nilisema nitatoka. Nilisema nitatoka. Wako wapi watu watakaosema ninatoka? Wako wapi wamama ambao wanasema ninachoka na kileo? Ninatoka. Alisema atatoka siku ya tatu. Na sisi tumekaa chini tukapiga hesabu, huyu mtu hawezi toka, anaweza tolewa. Angalia vile wanawaza, wanasifiwa. Haleluya. Wakitoa mawazo ya ubinadamu wa Mungu. Mafarisayo na Masadukayo, samahani, mjomba wangu umepika kona kidogo. Mafarisayo na Masadukayo wanawakilisha ubinadamu. Mafarisayo na Masadukayo wanawakilisha mawazo ya kibinadamu kujibu mawazo ya kiungu.
aliongea, hakuongea na mawazo ya kibinadamu. Yesu aliongea na mawazo ya kiungu. Lakini Mafarisayo wakakuja na akili ya binadamu, wakasema haiwezekani atoke, labda atolewe. Kuna wengine pia, wewe uko hapa vile unajiwazia kabisa, tunaendelea kuhubiri hivi, unaongea na mawazo ya kibinadamu, unajaribu kujibu injili na mawazo ya kibinadamu. Pastor, mimi naweza ishi bila kwenda sijana. Ni kwa sababu umeleta mawazo yako, kanaliti umeleta kwa mambo ya Mungu. Wakati Mungu anaongea, unalisi na mawazo ya binadamu. Na ndio maana kwa mwanadamu haiwezekani. Hawa waliangalia na akili zao. Hawa waliangalia na mawazo yao, wakasema uongo chama anaweza tolewa. Sijui kama unanielewa. Kuna watu wanajua mpaka usaidiwe ndio utatoka hapa. Kuna watu wakikuangalia hivi wanasema hauna connection. Wakikuangalia hivi wanaona nani kusaidia, wanasema si. Hakuna mtu anaweza kukusaidia. Hakuna vile unaweza kuona hii magonjwa. Hakuna, na mimi ninakuja kusema hakuna mtu anaweza kukusaidia. Na wenye wanasema mpaka Mungu akusaidie ndio utatoka hapo. Ninaomba leo Mungu awaprove wrong katika jina la Yesu. Wale ambao wanasema lazima usaidiwe ndio utoke hapo, lazima waingilie ndio utoke hapo. Ndio ninataka kusema kila kitu sio lazima wanadamu. Lazima tolewe. Inua mkono juu, sema ninatoka kwa neema. Sema ninatoka kwa msaada wa Bwana. Sema ninaendelea kwa msaada wa Bwana. Biashara inasimama kwa msaada wa Bwana. Haleluya. Bwana afanye muujiza. Watafute mkono wa Mungu wakose. Watafute nani alikusaidia wakose. Watafute nani alisimama na wewe wakose. Waseme kama si Mungu basi ni wanadamu, lakini kwa wanadamu tumetafuta ni nani, tumekosa. Nasema Mungu afanye kitu kwa maisha yako. Watafute mtu amekusaidia, wakose ni nani amekusaidia, useme ni Jehova ametendea. Watu wengi watauliza, watu wengi watauliza, tumekaa chini kama viongozi na tumegundua hapo hawezi toka. Labda wanafunzi wake wamuibe, labda wanafunzi wake wamuibe. Toa mawazo yako kwa mambo ya Mungu. Wewe ambaye unasema haiwezekani, toa mawazo yako kwa mambo ya Mungu. Mungu amesema atakuinua. Umetafuta kazi ya kupanda juu umekosa. Mungu atumie kazi. Mungu atumie kazi. Anasema
siku ya tatu shida
Yesu alitoka, walinzi walitoka, walijua vile alitoka, na alifanya nini? Sema nguvu ya maombi, sema nguvu ya maombi. Ukaweza kumwambia watabaki wakichunga madeni. Kuchunga magonjwa yenu, kaburi ni yenu, endeleeni kuchunga, endeleeni kuchunga shida yenu, lakini Yesu alitoka. Sema fire prayers. Hiyo ndio tunataka kuomba, na baada ya hii itoke maombi kuna nguvu, maombi kuna nguvu. Wewe maombi kuna nguvu, wewe unatoka kwa maombi, kwa nguvu ya maombi utatoka, na watashangaa kama ni wewe, watashangaa kama ni wewe, watashangaa kama ni wewe unaishi hivi, watashangaa kama ni wewe. Nataka tuombe. Baba, wananichunga nisitoke, lakini ninaomba, ninafunga kila wamepingilisha mbele yako, ninakutoa na ninatoka haki. Aweka mkono wako juu kwa imani, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, mchana wa leo nimeamini neno lako, na kwa kinywa chako ninasimama neno lako juu ya maisha yangu. Jina la Yesu, utakufa Yesu, utabiri, ulisema nikufa na siku ya tatu nitafufuka, kumaanisha kwamba ulisema utakia na utatoka, na utatoka. Kwa jina la Yesu ninasimama kutabiria maisha yangu katika jina la Yesu. Ninatangaza wakati wangu wa kutoka umefika. Waliosikia ukisema utatoka, walipanga kuweka walinzi wakuchunge usitoke. Nimegundua siku ya leo kuna maroho, kuna wanadamu kulinda nisitoke kwa shida,
kwa sauti ya imani, achilia imani yako iongee. Let your faith speak, because we were given a speaking faith. Tumepatia imani inayoongea. Sema kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Nimeomba kwa imani na nimeamini. Mwanadamu yeyote aliyosema sitatoka, angalia nikitoka, angalia nimetoka. Sema nimetoka. Asante Yesu kwa kutoka. Sema nimetoka. Sema nimetoka. Sema nimetoka. Sema nimetoka. Sema nimetoka. Mahali uliniweka nimetoka. 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 Kwa madeni nimetoka. Kwa magonjwa nimetoka. Kwa kuzika nimetoka. Kwa magonjwa nimetoka. Kwa kudharauliwa nimetoka. Kwa kushindwa nimetoka. Kukaa mahali moja nimetoka. Kwa jina la Yesu 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 nimetoka. Yesu hayuko kaburini tena. Yesu hayuko kaburini tena. Yesu hayuko kaburini tena. Natakasa kwa jina la Yesu. Hayuko kwa madeni tena. Hayuko kwa magonjwa tena. Umetoka. Umetoka. Katika. Inua mikono juu kwa maneno yako binafsi, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Akashara. Sitarudi kuwa vile. Ushuhuda wakiongozwa na Sharon. Sharon niliongea Sunday na alipotoka ofisi yangu Tuesday au Sunday jioni, after service alikuwa anaelewa kazi, alikuwa anasema pastor, sina mbele sina nyuma, hakuna chochote. Lakini alipotoka kazi kwa wakaka kwa ofisi yangu, niliweza kazi kwa, nikamwambia wiki unaingia kazi. Shughuli kwa text pastor, nimeitwa kazi. Amen. Kuja. Mpaka niseme mpatie mic. Tuende kazi. Tuelezee kwa. Praise God church. Bwana Yesu asifiwe. Sharon Cherotich.
Bethlehem HBF. Nimeokoka na mpenda Yesu. Praise God. After deliverance prayers on Sunday, niliingia ofisi. Since January I've not been at work. Sijakuwa kazi. Na it was kwangu ilikuwa imenifikisha mwisho. Hata nilikuja nilijua ni teacher. Nilikuwa mtu mwingine. But after prayers I left here nikiwa mwepesi. Na mali nilikuwa nimeitwa for probation. Immediately on Monday asubuhi nikapigwa na confirmed na nikaambiwa nimepata kazi. Sunday pia asubuhi nilikuwa nimepata attack. Nikikuja hapa singeweza kutembea. Natembea kama mnyama kushiwa tena mzima. Baada ya maombi hapa sasa hivi nimeweza kutembea kama mzima. Hapo pia mtoto wangu alikuwa amefungana, hangeweza kuwa anabadilisha mpaka macho. Yesu asifiwe. Na kuna hospitali nimeenda, nilichukua imani, nikachukua maji, nikamwambia kwa imani yule Mungu wa Pastor Simiyu, Yesu asifiwe. Ninabadilisha maji ikuwe damu ya Yesu na hakuna hospitali nitaenda. Praise God. Na ninashukuru Mungu kwa sababu mtoto wangu mzima hata pale mlangoni. Praise God. And God tupatie makofi. Sisi kwa nini leo nasema vizuri? Ulikuwa umepitia hell mpaka walikuwa kujua na huyo mtoto. Lakini sisi ilikuwa imerushwa. Kwa ile kanisa ambayo alikuwa anaenda ndio wanapambana na yeye. Walikuwa wamerushia kabisa. Haikuwa ilikuwa mwingine. Kanisa pastor niombe itoke mimi mmoja. Maana mambo yalikuwa yamefikia wapi? Kazini ikaitoka. So kilikuwa kiko mbele, walimshia roho ya kifo yake na mtoto. Watatukuza Mungu kwa ile kwa tunatuma wamama hapa na wazee vijana Bethlehem walienda kula mama. Ndio akasimama. Wanasifiwa. Na shetani alishindwa. Alikuwa ameweka kwa kona. Aliingia kwa ofisi mbaya sana. Kwa mzuri. Aliingia mbaya sana. Maana vile kuwa mzuri. Na nafikiri nimwambia sana ukiona na Mungu ametendea. Sema amen. Tumpatie Yesu. Na shuhuda na nafasi mwingine na kuja my sister. Nikamwambia nikaweka imani akanitendea. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa mgonjwa naenda hospitali natumia 2000 kila wiki. Bwana asifiwe. Lakini wakati nilikuja akaniombea akaniambia magonjwa na utaenda hospitali ni magonjwa yatapatikana. Bwana asifiwe. Nilitoka hapa nikaenda mpaka district. Kwenda district kwa kanipima. Wakapima kila kitu, wakapima kila kitu. Wakasema kama ni yako imeisha. Wakapiga simu mpaka penye nilitoka. Wakasema
Mpigie Yesu makofi. Nataka nipatie mtu mmoja wa mwisho, wanataka watoe wa mwisho. Kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja. Haya, tutaendelea Jumapili ijayo. Katika Yesu makofi mazuri. Ni vizuri kupata nafasi ya kusikia yenye Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. So ninakuomba Mungu akutendee, usinyamaze nayo. Usifanye nini? Usinyamaze nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni baba Jemsha alinipigia simu hii wiki. Usipoka Tuesday, baba wake alikuwa ameenda chini. Alikuwa amekata roho. Mambo yalikuwa mbaya. Kuna mali kijana yake anaenda. Vitu yote imefanyika, imekuwa mzuri. Kama wale wakataka certificate. Wanasema hii certificate si original. From nowhere. From nowhere. Just from nowhere akasema hii si original. Hakuna ingine, ni peke yake iko. Roho zao zikapazuka, basi mambo yameharibika. Akanipigia simu hata sikukutana. Kwa asubuhi ndio saa 9 nikamwambia wacha tuombe. Hii shetani amefanya last minute, kijana asipate anapata. Tuliomba kwa simu na hiyo maneno tumaliza Tuesday. Wednesday nilipigia simu ukicheka ile ya kwanza kwa ucheche. Akanipigia simu akasema hii dada kama maombi yako imefanya kazi. Anapenda kusema kama maombi yako imefanya kazi. Inaenda sawa, mambo iko sawa. Piga Yesu makofi mazuri. Shetani anataka kufuata mpaka kwa document ya mwisho wa proof hapo dia kama dia. Na mwingine alikuwa kwa familia yao, kijiji yao ni mbaya sana. Akapata breakthrough moja ya kwenda ng'ambo, ya kwenda wapi? Na amelipiwa. Kuhubiri kwa nini? Akaenda kila kitu kaenda through, kila kitu kaenda through. Watu ikifika mahali ya kuangalia nini passport yake, wakipita ni nyanya mzee. Hata yeye akiangalia na ulizo huyu ni nani, anasema huyu ni nyanya. Anauliza nyanya kwa passport yake. Hiyo peke yake ikamrudisha. Akifika nyumbani ni yeye yako kwa passport. Akiangalia ni mimi. Lakini akifika huko kwa uangalie ni nyanya yake. Yaani kuna roho za kufuata mpaka pale mwisho. Ndio unaona kuna vitu yako inafanya vizuri, inafanya vizuri, ikifika hapa ndio inakata. Maana silisema hautoki hapa. Kwani zilifanyia Musa aje? Zilifanyia Musa aje? Musa aliagana na Mungu aje? Egypt, Canaan. Na Mungu biashara yako unaipeleka wapi? Umeagana na Mungu biashara yako inafika wapi? Mungu anaanza watoe wapeleke Kana. Lakini kuna roho ya kwao, sema roho ya kwao. Hasira ilikuwa kwa Musa, ilikuwa hasira ya kwao. Maana Genesis 49 kabla lao ilitajwa nini? Hasira. Kuna kitu Mungu wakafanya vitu tofauti. Hasira sasa ziliharibu mambo mengi. Hasira Musa alienda na watu. Akaenda akafika karibu mpaka naona ni ile ng'ambo. Kana ile Musa alituma watu, maana ilikuwa ni karibu. Yeye ndiye alituma watu makabila yote 12. Akawaambia endeni mwangalie. Wanakaa kwa maboma au tunaishi yapi? Kuko aje? Unakumbuka ni nani alitumana? Musa. Maana walikuwa karibu kuingia. Sema roho ya kuchunga usiingie. Sema roho ya kuchunga usiingie. Roho za kumchunga usiingie kama nini? Zikakuja zikamwambia brother hautaingia. Na safari yake ikaishia pale. Next alikufa. Ndio soma Deuteronomy 34. Baada ya kukosa kuingia next kukufa. Hata
Nisamehe, usikuwe na wasiwasi, nisamehe. Wewe unaangalia huku wewe nimeviblue maneno. Yes, nisamehe hivi tu. Nisamehe hivi. Ndio mwezi yangu. Aliletwa na mwenzake. Kwa shamba wamejaribu kuuza miaka. Ifanye nini? Na hii shamba baba anataka kuuza, kuna kijana anafanya college. Kuna mabadiliko yanafanya nini? Kwa familia. Sasa ukiwa na shamba kubwa, unaweza uza ukasomesha watoto, unaweza uza ukajenga, unaweza uza ukachange boma yako. Kazi ni kupata watu wananunua wakiendana, lakini hawaichukui. Kazi tu ni kusikuta wanaona inaenda hivyo inaenda. Najua aliletwa na rafiki yake. Maana pia rafiki yake kuna muujiza pia Mungu anamfanyia. Tuliomba na yeye hapa. Next ofisi yangu ni pastor, shamba imeuzwa, ndugu yangu ameenda shule. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Yesu makofi. Na wewe kenye wanazuilia usifanye na kupona ufanye kwa jina la Yesu. Kenye wanazuilia usifanye ufanye. Wale wote wanazuilia TV ziingie kwa hiyo nyumba, utaingia kwa jina la Yesu. Wale wote wanazuilia viti vizuri ziingie, utaingia. Wale wanazuilia usabe na kupita kwa shirika zetu zote. We are blessed. Yesu makofi. We are blessed. Ilikuwa tofauti na miaka yote. Sasa mmoja kati ya ushirika wa upendo wakaanza kutupeleka kwa marafiki. Sasa kutupeleka kwa mtu mwingine sasa. Sisi tukachapa mambo. Kumbe ndivyo ilikuwa kwa hiyo nyumba. Mwenye hiyo nyumba yeye ni mjenzi. Ulikuwa Tuesday. Wednesday alikuwa anaitwa aende ajenge Captain Bishop. Hiyo ghorofa ambayo ilianguka. Unajua ghorofa ilianguka hapa Captain Bishop na ikaua. Huyo mwenye alikufa na mwingine. Hao walikuwa wanapambana na yeye. Mwingine anasema tusimwite. Mwingine anasema anasema anapata kazi mingi sana. Hii mambo yanapata kazi mingi sana kama nini? Kashinda. Kwa sababu anapata kazi mingi atumii. Kumbe hivyo ndio alikuwa anafanya nini? Hivyo ndio alikuwa. Miaka kakumbuka jana rafiki yangu alileta bishop yake wapi? Na katika kombe bishop aliomba, alikataa kifo. Sasa tunangojea wanakuja. Hao ni members wanakuja. Hata hii kanisa yenye bishop alikataa kifo. Wala tumepaka usiku wa wiki tatu. Ni mwezi. Akasema huyu mzee angeenda. Na mtoto wa wiki tatu. Hii familia yote nilipeleka hapo. Niliingia maisha ya utani nikiwa mdogo. Mungu atukuzwe. Huyu ambaye amenisaidia. Asante kwa kuja kwa nyumba yangu mkakataa kifo. Kila nyumba tuliingia tukakataa kifo. Kifo imekataliwa. Nasema kifo imekataliwa. Nasema kifo imekataliwa. Nasema kifo imekataliwa. Magonjwa imekataliwa. Magonjwa imekataliwa. Mungu mikono yake. Wameleke walishindwa. Mwaka huu maadui zako wanashindwa. Wanashindwa. Kifo imeshindwa. Magonjwa imeshindwa. Shida imeshindwa. Maana mkono uko juu. Sema haleluya. Nancy alituchukua hapa akatupeleka mpaka Gege. Babake alikuwa mgonjwa, akakatwa mguu. Mtu anakatwa wapi? Ametoka hapa. Ilipofika akapata ni hapa. Na kwa sababu ni mzee na hali yake haikuwa nzuri, kukawa bado
hakiponi. Akifanya nini? Hakiponi. Kinafanywa dressing, hakiponi. Kinafanywa nini? Hakiponi, hakiponi. Haya, tuliangusha maombi. Sema amen. Tuliangusha maombi. Juzi nafikiri kuna siku walienda, akakuja kaniambia hata kiona ni tofauti na kwa kinakauka. Sema kinakauka. Sema kinakauka. Na ninasema kitakauka kabisa. Kitakauka kabisa. Kitakauka kabisa. Kitakauka kabisa. Kwa sababu maombi kuna nguvu kushinda magonjwa. Maombi kuna nguvu kushinda kifo. Maombi kuna nguvu kushinda chochote kilicho kinyume. Sema fire. Sema fire. Kuja kuambia kanisa tuendelee na maombi. Hata wewe omba. Fanya nini? Omba. Wewe ndio tupatie Yesu wetu maombi mazuri. Mungu awabariki sana kwa hapo. Sema amen. Hizo ni ushuhuda za Fire Evangelistic Prayers. I'm encouraged. Bwana